Darasa la 4 mtoto anafelije? Na watoto wadogo hawana mawazo, hawana nini? Kwa nini wasifaulu? Ndugu viongozi ambao tuko mahali hapa, watoto wengi wanakosa fursa ya kuendelea mbele. Kwa hili, kwa kutokana na ulinganisho huu unaonyesha ufaulu wa mtoto darasa la 7 katika halmashauri zote kwa miaka 3 mfululizo umekuwa ukipanda na kushuka. Na tatizo kubwa, wamekuwa wakifanya vibaya kwenye masomo ya hisabati, Kiingereza na sayansi. Tatizo la masomo haya ni nini ndugu zangu? Hesabu ya darasa la 7 ni hesabu gani hiyo? Hesabu ya kwamba Juma alikuwa na mandazi 5 akala 2, alafu akapata mgeni Asha. Je, Asha atakula mandazi mangapi? Si ndio hiyo? Kafumo tu kadogo. Kuna kichekesho kimoja, mzazi mwalimu alifundisha akakutoa hawaelewi. Sasa akamwambia mtoto, ukiwa na mandazi 5 ukatoa 2, utabakiwa na mandazi mangapi? Mtoto baada ya kuangalia mandazi ameshatoka, yani elimu yake imeshatoka kwenye mandazi ya kujumlisha na kutoa. Yuko mwalimu, nikipata chai mandazi 5 ukinipa na chai mandazi 5 yote wapo watoto wa hivyo. Unaanza kutoa mifano ya mandazi saa 7, saa 8, na shule zetu hazitoi chakula. Kwa nini asiseme ukinipa chai mandazi yote au yakuti? Twendeni tukajizatiti, tuongeze ufaulu kutoka 81 hii tuliotoka mpaka ile 93 tulikuwa tumejiwekea. 95 haiji dakika ya mwisho ya ufaulu, inatakiwa itengenezwe kuanzia sasa. Kila test 95, kila test average 95. Baada ya hapo mwisho inakuwa 95. Tusikumbuke blanketi pamesha kucha. Kuanzia, ndio maana afisa elimu nakupongeza sana ulipokaa kikao Januari. Ili tukitawanyika tumeshapeana nondo, tumeshapeana mikakati, kila mmoja akahangaike na eneo lake. Na lazima tutengeneze mahusiano mazuri na walimu. Jamani, nyie kama ni chakula, nyie ni wasimamizi wa mapishi, lakini wapishi wenyewe ni walimu. Sasa yule mpishi ukimkorofisha, chumvi haitazidi, anaunguza kabisa. Kwa hiyo hawa wapishi tuwatendee haki. Unajua sisi viongozi tunaasesiwa kwa matokeo yetu. Si matokeo tu ya masomo, matokeo ya ujenzi, madawati yalivyotengenezwa. Yaani mtu anaweza kaangalia vitu ukakuta hajasema jambo lolote. Jitafakari kwamba kwa nini huyu hajasema. Kwa hiyo sisi tusiposimamia vizuri shule zetu inasababisha ufaulu unakuwa mdogo. Kupitia kikao hiki cha leo, hakikisheni mnakwenda kuleta mabadiliko makubwa ya kitaaluma katika shule zenu, na agenda mtakazozijadili zikawe chachu ya mabadiliko katika shule zenu, wilaya na mkoa kwa ujumla. Lakini vile vile tuendelee kuwa na utamaduni wa kukutana pamoja katika vikao hivi angalau mara 2 kwa mwaka, na kuwa na tathmini ya pamoja na kujiwekea mikakati na malengo ya kiutendaji kila mwaka wa masomo unapoanza. Kwa kweli ndugu zangu, tukifanikiwa kufaulu kwenye elimu, tutairudishia mkoa wetu heshima kubwa sana. Kabisa. Heshima ya mkoa ni kiuchumi, elimu wanafanyaje wale, na uchumi wao ukoje. Hizo component mbili ndio heshima ya mkoa. Sasa leo tumekutana mahali hapa, tunaanza fresh. Kila matokeo mtakayofanya, afisa elimu amepanga wale mtakao mnafanya kwa kota. Nyie ambao mnakuwa wa mwisho, ninawa replace. Tunakuja tena awamu nyingine, tunafanya ninaona kuna wengine bado wako pale pale na misimamo yao. Ninawaambia tupisheni, tukafundishe, niwalete wengine. Tutaendelea hivyo mpaka Singida itakapokaa vizuri. Kwa sababu tunachotakiwa hapa na ni uongozi tu. Sasa kama viongozi hatujaamua kubadilika, hatuwezi kubadilisha elimu. Na hatuwezi tukawatoa watoto wa Singida sadaka kwa wenyewe wao tu wakufeli, haiwezekani. Sasa na wewe kiongozi, usiwe kiongozi wa kawaida. Kuwa kiongozi wa kubeba legacy. Uwe ni afisa elimu, beba legacy. Uwe ni afisa elimu kata, beba legacy. Kwamba wanajua kwamba ukishaingia mahali, yani wajiandae kwa mabadiliko. Ukiona kata yako wenyewe iko
iko very normal. Jua wewe kuna changamoto, ni aidha umeamua kutokufanya kazi au hujaamua kujitoa kwa 100% kuleta mabadiliko kwa watoto wetu. Nimesema mengi, lakini ninyi ndio kugeuza haya maneno kwa vitendo, hatimaye tupate matokeo. Tuko katika kikao cha kazi kwa ajili ya kuwajengea uwezo maafisa elimu kata wote wa mkoa wa Singida. Lengo hapa ni kuhakikisha kwamba elimu bora inatolewa katika mkoa wa Singida. Sasa haiwezi kutolewa hivi hivi. Hawa maafisa elimu kata ndio tegemeo letu. Kufanya vizuri au kufanya vibaya kwa mkoa itatokana na usimamizi wao. Wanapaswa wapate uwezeshaji mkubwa ili wawe na taaluma ya kuweza kuendesha vizuri shughuli zao. Baada ya mkutano huu kuisha, hawa maafisa elimu kata watakuwa wamepata uwezo wa kutosha wa kuweza kufanya kazi zao vizuri na kwa kutumia taaluma sahihi. Dira ya elimu inataka ifikapo 2050 tuwe na watu walioelimika wenye uwezo ambao wanaweza kuingia mpaka kwenye ushindani na kutumia teknolojia vizuri katika kuleta maendeleo. Kwa hiyo tunatarajia maafisa elimu kata wetu watakuwa ni mfano ukilinganisha na mikoa mingine. Mikoa mingine inaweza kufanya vizuri, na hapa bila kuwajengea uwezo, kwa kweli tutakuwa tunawalaumu bure. Tuwajengee uwezo kwanza, alafu ndio tuone mambo yatakuwa. Lakini katika mpango uliopangwa na mkoa utakuwa ni uendelevu. Uwajengea uwezo itakuwa ni endelevu, sio leo tu. Tutakutana mara nyingine kwa ajili ya kufanikisha zaidi. Kila mmoja naamini kutoka hapa tunakwenda kubadilika. Washa kama hizi, vikao kama hivi vinatuweka sawa. Kwa namna hiyo ninashukuru sana kwa haya ambayo umezungumza nasi, umesema nasi. Ama kweli hakika wewe ni mama. Na kwa maneno yako hayo nina imani sasa kwetu sisi maafisa elimu kata tunakwenda kutendea haki haya yote ambayo umeyasema. Maana sisi hatupendi hata mmoja wetu apotee. Na nafikiri baada ya hapa na sisi pia kama ulivyosema tutakwenda kujiimarisha tena kwa mara nyingine, ili tunapoingia kazini tukafanye kazi kweli kweli. Nashukuru sana kwa haya ambayo tumeweza kupata kutoka kwa mgeni rasmi katika semina hii ya leo. Kwa hiyo tunapotoka hapa tunakwenda katika kata zetu tukiwa na nguvu mpya na ari mpya ya kufanya kazi kwa nguvu ili kuweza kuongeza ufaulu kwenye kata zetu, kwenye halmashauri zetu na pia kwenye mkoa wa Singida, na hata kuweza kuongeza ufaulu katika ngazi ya taifa hadi kwamba mkoa uweze kupanda katika ngazi ya taifa. Kwa hiyo kwa kweli mama huyu ni mama anayeweza uongozi, na tunajivunia mno. Ana lugha nzuri ya kuweza kutia hamasa, lugha nzuri ya kulea. Yaani hata kama wewe ulikuwa ni mvivu wa kufanya kazi, roho na kuuma, hivi kwa nini ninakuwa mvivu mpaka naangusha kata yangu au naangusha halmashauri yangu au naangusha mkoa wa Singida kwa jumla. Kwa kweli tunakwenda na nguvu mpya ya kufanya kazi. Ametupa mahusiano mazuri sana. Nimejisikia vizuri kuwa kwenye kikao hiki. Hotuba ya mgeni rasmi katibu tawala wa mkoa imenipa vitu vizuri ambavyo naenda kuvifanyia kazi kwa ajili ya kuinua ufaulu wa kata yangu. Kitu cha kwanza ni kufanya kazi kwa moyo, kujituma na kuangalia mifano ya watu wanaofanya vizuri, kuchukua vitu vizuri na kuja kuboresha kwenye kata yangu. Kwa hiyo nimejisikia vizuri, nimepata mbinu mpya. Kwa hiyo kwa mazingira ya kata yangu kwa mwaka huu matokeo yatakuwa mazuri.